tunahitaji kuongeza jitihada katika kuboresha mfumo wa kodi ambao utahakikisha usawa na kuondokana na misamaha ya kodi isiyo na tija. Kwa hiyo we have to work more on tax reforms in order to ensure tax harmonization and move away from tax exemptions, concessions and holidays. Lakini jambo la tatu ni kutoa vivutio vya kutosha kwa mawakala na taasisi za kukusanya kodi ili kukabiliana na vitendo vya rushwa. Lakini jambo la nne, tunahitaji kukuza matumizi ya tehama katika ukusanyaji wa kodi na uwekaji wa akiba. Lazima katika eneo hili tuongeze msukumo katika matumizi ya EFD. Jambo la tano, ni muhimu kutekeleza mikakati ya makusudi ya kupunguza na hatimaye kuondokana na utegemezi wa misaada kutoka nje. Lakini pia muhimu, lazima tuendelee kuboresha mazingira ya biashara ili kukuza uwekezaji. Eneo la saba tunalohitaji kufanyia kazi ni kujenga kanzidata madhubuti ya taarifa za walipa kodi. Walipa kodi wa sasa na walipa kodi tarajiwa. Na twende kuangalia mtu mmoja mmoja, mashirika na taasisi, na kufanya jitihada za kuongeza idadi ya walipa kodi kama njia ya kupunguza mzigo wa kodi. Na hapa napenda kukubaliana na maoni ya sekta binafsi, na ni vema wizara zetu, Wizara ya Fedha, lakini pia Wizara ya Mipango na Uwekezaji, kuzingatia sana ushauri uliotolewa kuhusu elimu kwa wajasiriamali wetu wadogo wadogo, lakini pia kupunguza gharama za kurasimisha biashara ili zitoke kutoka sekta isiyo rasmi kwenda kwenye sekta rasmi. Katika mwaka 2024-2025 pamoja na mambo mengine, maoni ambayo yalitolewa yameweza kutekelezwa kupitia sheria ya fedha, na mambo hayo ni pamoja na kusamehe VAT kwenye vifaa pamoja na mitambo ya kuchakata na kuhifadhi mazao ya nyuki, na kusamehe vile vile VAT kwenye chai inayotengenezwa ndani ya nchi, yani local blended tea. Lakini vile vile tumeweza kuweka sheria ya kutoza VAT kwa kiwango cha 0% kwenye madini ya dhahabu yatakayouzwa kwa viwanda vya kusafisha madini ya dhahabu hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumetoa nafuu ya kutolipa kodi ya mapato mbadala, yani alternative minimum tax, kwenye kampuni zinazochakata mazao ya chai. Lakini mheshimiwa, tumepunguza ushuru wa bidhaa kutoka shilingi 63.80 hadi shilingi 56 kwa lita ya maji ya kunywa yaliyosindikwa. Vile vile mheshimiwa mgeni rasmi, tumeongeza ushuru wa forodha kwenye baadhi ya bidhaa ambazo zinaingizwa nchini ili kuweza kulinda viwanda vya ndani. Ni ukweli usiopingika kwamba Dar es Salaam ndiko ambako mapato makubwa kama ambavyo wenzangu wamesema yanapatikana. Sio yanapatikana kwa sababu TRA imeweka mfumo kandamizi kuwanyang'anya wananchi fedha. Hapana. Bali ni kwa sababu kuna strategic investments ambazo zipo ndani ya mkoa wetu, lakini pia kuna private sector ambayo iko very strong ndani ya mkoa wetu, lakini pia kiwango cha wananchi kutambua umuhimu wa kulipa kodi pia ni kikubwa. Sambamba na hili pia, Mheshimiwa kama Rais, ukisikiliza sana majukwaani na hasa kwenye majukwaa ya kisiasa, viongozi na wananchi mara nyingi wanasema hizi ni kodi zetu. Daraja likiharibika, haya matumizi mabovu ya kodi zetu. Barabara ikijengwa vizuri, hii hajajenga rais, ni kodi zetu. Statement hii, Mheshimiwa kama Rais, inamaanisha kwamba kumbe Watanzania wanafahamu matumizi sahihi ya kodi wanazolipa. Lakini the question is, ni kweli kila mmoja analipa kodi?